Watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote mlipo, ninawaamkua hamjambo. Kama unapumua na kama upo na afya njema, nisalimie. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Sasa Samia jamani, yuko na visanga hapa. Hotuba ya Samia imeweza kufutwa na kukataliwa na wanasheria katika taifa letu la Tanzania. Sasa Samia mnamo siku ya Jumatatu tarehe 13 mwezi huu wa 7 mwaka huu 2026 alizungumza na kusema kwamba taifa letu la Tanzania lipo vizuri kwenye kutetea haki za binadamu. Mimi mwenyewe nilipomuona na nilipomsikiliza anazungumza hivyo, nilifuta pumzi nikamwangalia. Samia anajua kila ambacho anakizungumza kweli? Anasema tu kwamba taifa letu la Tanzania lipo vizuri, lipo sawasawa kwenye kutetea haki za binadamu. Kivipi? Kipindi ambapo ndugu zetu wameuawa, zungumzia tu mwaka jana. Angalia tu utekaji nyara ambao umekuwa ukikithiri katika taifa letu la Tanzania. Angalia namna ambavyo Tundu Lissu alivyonusurika kuuawa mwaka 2017. Kipindi ambapo alipoweza kumiminiwa risasi 16 mwilini. Kitu ambacho kimemwacha Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema, akiwa na maumivu makali licha kwamba yupo kwa jela sasa hivi. Alafu Samia anazungumza na kusema kwamba taifa letu la Tanzania lipo salama, lipo mstari wa mbele kwenye kutetea haki za kibinadamu. Kulingana na Samia, anatuambia sisi raia wa Tanzania kwamba tusisikilize chochote kile ambacho kinasemwa, tumsikilize yeye. Yeye anajaribu kuwaaminisha wananchi kwamba taifa lipo sawa, kipindi ambapo mimi na wewe tunajua kwamba taifa si salama, haki za kibinadamu zinakiukwa. Sasa akizungumza na mawakili wa serikali, naomba unisikilize hapo. Samia alikuwa anazungumza na mawakili wa serikali, sio mawakili Tanzania nzima, mawakili wa serikali, wala ambao wanatetea serikali. Katika mkutano wao mkuu wa mwaka, Samia alieleza kwamba Tanzania ni bora kwenye kufuata haki za kibinadamu, huku akifafanua baadhi ya malalamiko. Sasa kulingana na Samia, anaeleza eti kwamba kuna mataifa ambayo yanamuonea gere, yanamuonea wivu na yanaonea Tanzania wivu kwa sababu inasonga mbele kwa kutetea haki za kibinadamu. Kwa hivyo wanatafuta machokochoko ili kuvuta Tanzania nyuma. Wewe unakubali kwa hilo kweli? Unakubaliana na hilo? Naomba uweze kumsikiliza Samia akiwa anazungumza. Naona nikipigwa copyright, naomba nikuwekee sauti. Sitaki niweke video kwa sababu naweza pigwa copyright au strike. Inazungumza hivi: mabadiliko ya sera za kiuchumi, matamko na mwelekeo wa kisiasa duniani unaziweka nchi zetu zinazoendelea katika hali ngumu ya ushindani na pengine kupigwa vita. Jinsi nchi zetu hizi zinazoendelea tunavyokwenda mbele, wengine wanaangalia njia na mbinu za kutuvuta nyuma ili tusiende kwa kasi ile ambayo tunakusudia. Tunashuhudia mataifa yakihujumiana. Tunashuhudia vijana kulaghai. Kidogo tu nasikia Samia anasema eti kwamba Tanzania inasonga mbele, lakini kuna mataifa ambayo yanataka kurudisha nyuma. Sasa wacha nikuulize mtazamaji wangu, yale mataifa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wakiona wananchi wanatekwa na kupotezwa kwenye taifa letu,
wakizungumza kwa niaba ya raia. Hiyo ni kuvuta Tanzania nyuma. Watu wametekwa, wengine wameuawa, wengine wamepotezwa. Akina Humphrey Polepole hawajulikani waliko. Akina Tundu Lissu walipigwa risasi kwenye utumbo, kwenye miguu. Alafu hayo yakizungumziwa, kulingana na Samia anasema kwamba ni kurudisha taifa letu la Tanzania nyuma. Naomba msikilize akiendelea kuzungumza. Nyuma ili tusiende kwa kasi ile ambayo tunakusudia. Tunashuhudia mataifa yakihujumiana. Tunashuhudia vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu chumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Sasa hapa nataka tukumbushe tu ulimwengu, lakini na watu wetu wajue kwamba kwa upande wa Tanzania sisi ni wafuasi wazuri sana wa haki za binadamu. Hao ambao wanampigia makofi ni mawakili wa serikali. Hao ndio wanafanya Samia anapandwa na kiburi, anaendelea kuteka, anaendelea kuua, badala ya kumwambia ukweli kwamba mama, hapa umekosea, kwamba mama, hapa kuna jamii ambazo zinalia, watoto wao walipotea mwaka uliopita, hadi leo hawajaweza kuwapata. Lakini unaona hawa mawakili wa serikali, kwa sababu wanasubiri kupewa maposho yao, wanapigia makofi mpaka vitu ambavyo havihitajiki. Kulingana na Samia, anasema eti kwamba serikali yake inafuata haki za kibinadamu na hakuna siku ambayo imeweza kuvunja haki za kibinadamu, na eti kwamba wao ni wafuasi wa kufuata haki za kibinadamu. Alafu mawakili feki ambao wanatetea mfuko wao wanapigia Samia Suluhu Hassan makofi, si ndio? Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Sasa hapa nataka tukumbushe tu ulimwengu, lakini na watu wetu wajue kwamba kwa upande wa Tanzania sisi ni wafuasi wazuri sana wa haki za binadamu. Mtakumbuka kwamba sisi Tanzania tuliweka kwa mara ya kwanza kwenye katiba yetu ule mtiririko wa haki za binadamu tulipobadilisha sheria mwaka gani? 1984. Tuliweka mtiririko wa haki za binadamu na tukatanua wigo wa haki hizo. Lakini pamoja na hayo tumetunga sheria nyingine nyingi ambazo zimekwenda kulinda na kuweka nguvu ya utekelezaji haki hizo za mwanadamu. Kubwa zaidi, tumetoa nafasi kubwa kwa wananchi wetu pale wanapohisi haki zao za binadamu zinavunjwa, watumie mahakama kwenda kudai au kutetea haki yao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi Tanzania kwa muda mrefu tunaangalia haya haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko wazuri gani au kiasi gani katika kuangalia haki za binadamu. Ila wanasema give the dog the bad name, ili ufanyaje? Umuue. Kitaka kumuua mbwa, mpe jina baya, basi jamii yote itamzongea, ifanyaje? Imuue. Kwa hiyo lakini vinginevyo sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu, na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu. Anayevunja sheria atashughulikiwa. Sasa Sasa Samia anasema kwamba taifa letu la Tanzania lipo mbele kwenye haki
za binadamu eti kwenye kutetea haki za binadamu, na amesema eti kwamba anayevunja haki za binadamu aweze kushughulikiwa. Hapo nakubaliana naye mama kwamba yeyote yule mwenye anavunja sheria anapaswa kushughulikiwa. Nami ninamuuliza Mama Samia, hivi wewe ni mama, unajua uchungu wa kumzaa mwana? Kuna maafisa wa polisi ambao walifuata amri zako wakawaua watoto wa mama wengine mwaka uliopita. Wewe kama mama mwenye unajua uchungu wa kumzaa mtoto, mbona basi akina mama wasipate haki yao? Wewe mwenyewe umetuambia peupe kwamba hakuna yeyote mwenye yupo juu ya sheria. Mbona hatujaona hata askari polisi mmoja mwenye amekamatwa kwa kuvunja haki za kibinadamu, kwa kuua raia mwaka uliopita? Kama mama anamaanisha kila ambacho anakisema kwamba hakuna yeyote mwenye yuko juu ya sheria. Namba 2, mama ameweza kusema hapo kwamba, acha tu nimuite mama. Huyu mama amesema kwamba eti kwamba taifa letu la Tanzania linatetea haki za kibinadamu kwa kuweza kuweka mahakama. Yeyote yule mwenye anahisi kwamba haki zake zimeweza kuvunjwa aelekee mahakamani. Let me ask you, ama wacha nikuulize hivi, Lissu kesi yake, kwa sababu anahisi kwamba haki zake ziliweza kukiukwa tangia mwaka uliopita, niambie wapo ile kesi yake imesonga hata hatua moja? Ni kukokotwa hata kwenda nyuma, kumaanisha serikali ndio inaendesha mahakama. Hakuna kitu kama haki za kibinadamu zinatetewa hapo. Sasa wanasheria wameweza kupingana na haya ambayo Samia ameweza kuyazungumza hapa kupitia kwa rais wao, rais wa wanasheria Tanganyika, ukipenda Tanganyika Law Society, mwenye anaitwa Boniface Mwabukusi, ameweza kuachilia picha moja kali hapa na kumwambia Mama Samia kwamba unasema eti kwamba Tanzania inafuata sheria? Kuna ndugu zetu ambao walitekwa, hiyo picha ambao unaiona hapo, walitekwa hadi leo hawajawahi patikana. Akina Mdude Nyagali, akina Diudas Soka, akina Musa Mziba, akina Chochorio, akina Chaula, yani wengi. Alafu mama anasema eti kwamba serikali yake inafuata sheria. Jana BBC iliweza kuangazia jinsi ambavyo serikali ya Samia na serikali ya Tanzania imekuwa ikikiuka haki za kibinadamu, na hilo chapisho la BBC penye waliweza kutoa kanda ndio ilifanya Samia akaropokwa na kukurupuka kuzungumza maneno kama haya eti kwamba Tanzania inafuata haki za binadamu. Si ndio? BBC iliandaa documentary ya Lissu, jinsi ambavyo amekuwa kinyanyaswa, haki zake za kibinadamu zimekuwa zikikiukwa. Serikali ilisema kwamba huo ni uongo. Sasa Boniface Mwabukusi Anyisile Mwabukusi ameweza kumwandikia Mama Samia Suluhu Hassan na kumwambia kwamba hakuna kitu ambacho unasema eti kwamba serikali yako inafuata sheria. Nimemwambia hivi, hasira za wananchi chanzo ni kutosikilizwa na kuheshimiwa. Kwa hivyo Mwabukusi amemwambia Samia hivi, hakuna kitu ambacho unasema eti kwamba serikali yako inasikiliza wananchi na inafuata haki za binadamu. Wananchi wako na hasira kutokana na kwamba hawasikilizwi na kuheshimiwa. Namba 1, akamweleza hivi, serikali imeshindwa kutoa majawabu ya changamoto za utekaji na upotezwaji wa wakosoaji, na jeshi la polisi limekuwa likitoa taarifa za uongo za jumla kwamba wananchi wawe watulivu, linashughulikia huku kimsingi hakufanyiki chochote. Rejelea utekwaji wa Chaula, Mdude, hadi waliunda kamati ya kufuatilia. Mpaka sasa ni kimya
kutekwa na kupotezwa kwa soka mahakamani ilitoa amri, ama mahakama ilitoa amri kwa jeshi la polisi, lakini hakuna kinachoendelea mpaka sasa hivi. Wacha nikuulize, kutokana na hayo maelezo ambayo Boniface Anyisile Mwabukusi ameweza kutoa, wewe hayo mawasilia ama hiyo kauli ambayo Samia aliweza kutoa eti kwamba taifa lake linafuata haki za kibinadamu, na haya mazungumzo ambayo Boniface ameweza kutoa, unaona kweli serikali ya Samia inafuata haki? Tusemezane tu kweli, unaona taifa letu la Tanzania linafuata haki? Kuna wale ambao maybe wataweza kuwa wanaandika upuzi hapa chini eti kwamba ninachochea. Kuja na evidence, ushahidi, uniambie Ezra, yale ambao unayazungumza ni porojo. Mwabukusi amewaeleza hivi, unasema tu kwamba serikali yako inafuata haki. Watu wamekuwa wakitekwa, watu wamekuwa wakipotezwa na hakuna majawabu ambayo yanatolewa. Mmekuwa mkiunda mpaka kamati, mahakama imeweza kuagiza kwamba fulani na fulani aachiliwe akina Soka, lakini serikali inakiuka amri za mahakama. Namba 2, Mwabukusi akamwambia hivi, tatizo kubwa la mkwamo wa demokrasia na kuvurugwa kabisa kwa utawala wa sheria, kubakwa na kunajisiwa kwa mifumo ya uchaguzi, kauli za kibabe za baadhi ya viongozi wenye dhamana zisizojali hisia za wananchi, na kudorora kwa ufanisi wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa kutofanya kazi yake ya usajili na kugeuka kuwa wadhibiti wa vyama. Je, huko ni kufuata haki za kibinadamu? Ndugu yetu Mwabukusi anatueleza vizuri hapa mkwamo wa demokrasia ambao unaendelea katika taifa letu la Tanzania. Hakuna uchaguzi ambao unafuata demokrasia. Hauwezi ukazungumza na kupinga serikali. Ukifanya hivyo, mtazamaji wangu, unakujiwa usiku, mlango unabishwa. Wengine wetu tunazungumza hivi kwa sababu tupo nje ya nchi. Kudorora kwa ufanisi wa msajili wa vyama. Siku hizi afisi ya msajili wa vyama inatumika na CCM, imekuwa tawi ndogo ya CCM. Tawi limekuwa tawi dogo la CCM. Kuna wale ambao wanajihisi eti kwamba wapo juu ya sheria na wengine eti kwamba tuko chini ya sheria. Angalia, ndugu yetu kiongozi wetu Tundu Lissu yuko kwa jela na amewekewa mashtaka ya uhaini kwa kusema kwamba no reform no election, kama hakuna mageuzi hakuna uchaguzi. Lakini kuna kinyangarika kingine hapa, kuna kibinadamu kingine hapa kinaitwa Mwaipopo, ambacho juzi tu maandamano ya 7/7 yalipotangazwa kilisema kwamba wao wapo tayari kutoa wananchi vichwa, eti kwamba watakatakata watu vichwa. Wacha niulize Mama Samia hivi, je, ni sawa unavyosema eti kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria? Ni kumaanisha Tundu Lissu yeye yuko chini ya sheria, lakini Mwaipopo mwenye alituambia kwamba kuna watu ambao watakatwa vichwa, yeye yuko juu ya sheria, si ndio? Mgala muue, lakini haki yake umpe. Mambo ni mengi ambayo Boniface amezungumza hapa. Naomba unipe wakati tusimalizie mazungumzo mazuri njiani. Namba 3, Mwabukusi akasema kwamba tatizo la ukatili wa vyombo vyetu vya usimamizi wa sheria na usimamizi mbovu wa kisheria kwa njia ya ubaguzi, mfumo wa watu wanaofanya kazi halali ya kisiasa kukamatwa na kubambikiwa kesi au kuzuiwa kwa kisingizio cha uchochezi au taarifa za kiintelijensia, huku watu wanaofanya uhalifu hadharani kama akina Mwaipopo na vikundi vyao vya kihalifu wakitangaza kuviunda na kuvivunja kama kamati za harusi bila kutueleza huko aliko vivunjilia vinakwenda kufanya nini. Leo hii kuna taarifa za makumi kama sio mamia
ya vijana wa Chadema wanaozuiliwa kwenye baadhi ya vituo vya polisi kwa kisingizio cha kuandaa maandamano. Wengine ni wanafunzi waliotakiwa kuwa darasani, lakini kwa hisia zako wewe Samia mwenye unasema eti kwamba haki zinafuatwa, wanazuiliwa katika magereza haya. Kwa nini usitengeneze chuki? Boniface anamuuliza vizuri kabisa. Samia, unatuambia kwamba serikali yako inafuata sheria. Serikali yako haina ubaguzi. Serikali yako hakuna mtu mwenye yuko juu ya sheria. Angalia akina Moipopo ndio hawa ambao wanatuambia watatung'oa vichwa, watatukatakata vichwa. Wanatuambia tu kwamba wako na vikundi vya chinja hatari sana. Walituambia hivyo bana. Unajua mimi huwa sijawahi danganya. Walituambia sisi tuko na kikundi hatari sana ambacho kinaweza kikakutoa kichwa. Yani mpaka nikashangaa. Yani alafu Samia anasema eti kwamba serikali yake inafuata sheria. Mwaipopa amemuuliza vizuri. Sikiliza hapa. Tuambia kamata hilo eneo msiguse. Tuna vijana wanaitwa mbwa mwitu. Ukiwaambia kamata wanakamata. Kula wanakula. Hao vijana ni hatari, wanatisha. Baadhi yao tu ni hawa wako nyuma yangu. Ni hatari. Watoto wa mjini watalala juu ya miti, yeye mtakuja chini, wao watakuwa juu. Sasa wakitoka juu wanapita na mtu. Kwa tunatoa tahadhari maandamano hayo au vurugu hizo, kama kuna kijana wa Kitanzania anajihusisha, tunamnasihi kwamba asifanye, aache. Kwa kweli kabisa aache. Watu raia wema wamejipanga. Sasa litakalo kukuta, usije kumlaumu Mungu wala ukalaumu wanadamu wala ukamlaumu wanasiasa. Umekwenda kulitafuta wewe mwenyewe. Jambo la pili, maandamano haya kiwazi kabisa. Sitaki niendelee kwenda chini mtazamaji wangu, sitaki niendelee kwenda chini. Unaona Moipopo yeye amezungumza kauli za uchochezi hapo. Anasema eti kwamba ameunda kikosi hatari sana. Lakini hakuna siku ambayo amefikishwa kwenye mahakama. Au hakuna siku ambayo tunaweza tukasema kwamba jeshi la polisi limeweza kumkamata au kumuita andikishe taarifa. Lakini kuna vijana ambao walikamatwa kwa kisingizio eti kwamba wanaandaa maandamano, wako kwenye jela. Wengine ni wanafunzi. Hawajawahi achiliwa mpaka sasa hivi. Namba 4, Mwabukusi akamwambia Samia hivi, unasema eti kwamba serikali yako inafuata haki za binadamu. Kukosekana kwa ajira kwa vijana na hali ngumu ya kiuchumi, huku kikundi cha wateule wachache na familia zao wakionekana kumiliki kila sekta ya uchumi na kuishi maisha ya kifahari. Unyang'anyi wa maeneo ya wazawa na kupewa wawekezaji wa kigeni, hususan maeneo yanayopatikana na mbuga za wanyama, misitu, madini na mali asili, hali inayosababisha wananchi kukosa matumaini kabisa. Hiyo ni kufuata haki za binadamu? Baba Boniface Mwabukusi anamuuliza vizuri kabisa. Kuna ndugu zetu ambao wamefurushwa kutoka kwa mashamba yao. Unataka kutuambia tu kwamba sasa huko ni kufuata haki za binadamu? Namba 5, Mwabukusi akamwambia hivi Samia, usiri katika mikataba ya uwekezaji inayohusu rasilimali za asili, hususan za upande wa Tanganyika, kufanywa kwa kificho kinyume cha sheria na kutofikishwa bungeni kwa mujibu wa utaratibu. Je, huko ni kufuatwa kwa sheria na haki za binadamu? Unajua, acha nikueleze hivi, nikutoe hofu. Hakuna kitu ambacho mtanifanya. Mimi ninasema ukweli. Wale machawa ambao mnaona ite kwamba mtanitisha eti ndio niache, in fact kipindi ambapo mnanitisha ndio naongeza kasi. Kwa hivyo asante sana kwa kuendelea kunitazama. Wale machawa, endelea kunitazama. Enda mumwambie yule mwenye anawatuma Ezra hawezi akaacha kabisa. Asa unaona anaeleza hivi, Mwabukusi anaeleza, yani mnafanya usiri, mumeuza bandari nyingi za Tanganyika
mumesaini vitu, mikataba, badala ifikishwe hata bungeni iweze kujadiliwa, munaficha. Taratibu haufuatwi. Huko ni kufuata haki za kibinadamu? Namba 6, akamweleza Mama Samia kwamba uonevu wa wazi unaofanyiwa Mtanganyika mwenzetu Advocate Tundu Lissu, ambaye licha ya jaribio la kuuawa hakuna uchunguzi uliofanyika na ripoti kuwekwa wazi kwa kiwango cha kuridhisha, ukizingatia eneo alilokuwepo kulikuwa na kamera, ni eneo lenye ulinzi, hivyo hakuna pa kuzuia, badala yake anakamatwa na kushikiliwa kwa muda mrefu bila utu huru wala kujali afya yake. Tundu Lissu alikamatwa. Kabla ya kukamatwa mwaka 2024, yani 25 kwenye radhi, mwaka 2017 alipigwa risasi, na mahala ambapo aliweza kupigwa risasi panaonekana, pana kamera. Lissu alikuwa anaishi kwenye viwanja ambavyo wanaishi watu mashuhuri wa serikali kama vile spika, maraisi. Lakini ni kueleza hivi mtazamaji wangu, hakuna uchunguzi ambao umefanyika mpaka sasa hivi ikajulikana ni ya nani ambaye aliweza kumshambulia Lissu, kwa sababu wanajijua uhalifu ambao wanafanya hii serikali, alafu wanataka kutuaminisha eti kwamba wanafuata haki za kibinadamu na kutushauri kwamba tusiaminishwe eti kwamba taifa letu la Tanzania halisongi mbele. Mugara muue na haki yake umpe. Namba 7, Boniface Mwabukusi akaeleza hivi: taasisi kama vile bunge na mahakama zimeshindwa kuisimamia serikali kati ya changamoto hizi kwa namna ya kuiwajibisha, jambo linalofanya raia wenye akili timamu kukata tamaa na kupoteza matumaini na kuona kwamba hawana njia zingine zaidi ya kuritalieti au kuandamana. Unaona, Lissu kuniradhi, Boniface anaeleza hivi: katika taifa letu la Tanzania, taasisi kama vile bunge ambalo linapaswa kuwajibisha serikali, wawaeleze jamani, bajeti yetu tuliunda kiasi hichi, kuna miradi ambayo iliweza kutengewa mgao huu, ni miradi mingapi ambayo mmeweza kukamilisha, mtueleze. Mahakama inapaswa kukuwa inasimamia haki, haipaswi kuegemea upande wowote. Mahakama na bunge vyote ni matawi ya CCM, kitu ambacho kimefanya mpaka raia wamekata tamaa na serikali, mpaka raia wanaandaa maandamano. Namba 8, mauaji makubwa ya raia na upotezwaji wa miili ya marehemu kuelekea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 tarehe 29, na kukosekana kwa mazingira au kauli ya uwajibikaji kutoka kwa viongozi wenye dhamana inachangia sana kuchochea chuki na maumivu. Hakuna haki hapo ambao Samia anazungumzia. Nimekueleza, sitaki kurudia. Ndugu zetu walipotea, wengine wakauawa, miili yao ikapotezwa. Let me ask you, kuna penye umeweza kuambiwa kwamba ile miili imepatikana? Hakuna. Sasa ndugu yetu Samia, hapa kuna kufuata haki za kibinadamu kipindi ambapo miili ya ndugu zetu imefichwa, haijulikani iliko. Hakuna hata mifumo ya kufuata haki, uwajibikaji haijaweza kutekelezwa. Unataka tuweza kuamini kwamba serikali yako inafanya kazi jamani? Namba 9, changamoto ya sheria mbaya za uchaguzi, mfumo mbovu wa haki, jinai na katiba inayowaletea mfumo wa chama kimoja ndani ya siasa za vyama. Ukiangalia hii katiba ambayo ipo sasa hivi, ni kana kwamba hii katiba inatetea chama kimoja, na ndio maana tunataka katiba mpya. Hii katiba iliyopo inatetea sana chama cha CCM. Chama cha Chadema kikijaribu kufanya kitu kidogo hivi unasikia kwamba wanachochea uvunjifu wa amani. Huko ni kufuata
haki za binadamu? Ndugu yetu Boniface Mwabukusi akamalizia kusema hivi: haya mambo yote yanakiuka hata katiba hii tuliyo nayo, wala hatuhitaji kukimbizana na makala ya BBC na kusema eti kwamba taifa letu la Tanzania linafuata haki za binadamu na eti kwamba tupo mbele, kwani zimeandika kidogo sana kuliko uhalisia, wala hatutakiwi kubishana na Commonwealth, kwani wametukumbusha tu kile kilichomo kwenye ibara ya 13 hadi 29 ya katiba yetu. Tunahitaji kutoka hapa chini ya msingi ya ukweli, haki na uwajibikaji. Tuwe na the commission na namna ya kupata haki. Boniface Mwabukusi amesema maneno mazuri. Kama upo na akili timamu za kuona yale yote ambayo Boniface Mwabukusi ameweza kuyazungumza ni ya ukweli, na kama uko na akili punguani ile ya kuona kwamba mambo ambayo Boniface Mwabukusi ameweza kuyasema eti kwamba ni uchochezi, pole sana. Kama uko na akili timamu unaweza ukagundua kwamba yale ambayo Boniface Mwabukusi, rais wa wanasheria Tanganyika, ameweza kumwambia Samia ni kweli kabisa, na hakuna haja Samia endelee kubishana kusema kwamba serikali yake inafuata haki. Hakuna haki ambayo wanafuata, hakuna kabisa. Haki gani kipindi ambapo ndugu zetu ambao walipotea hawajapatikana? Haki gani kipindi ambapo ndugu yetu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu alipopigwa risasi 16 hadi wa leo hakuna tume ambayo imeweza kuundwa kuchunguza na kutupea ukweli ni nani ambaye aliweza kumpiga risasi Lissu? Nikianza kuzungumza nitazungumza mpaka kesho. Mimi ninaomba tu wazo lako. Taifa letu la Tanzania, unaona linafuata haki za kibinadamu jinsi ambavyo Samia ameweza kuzungumza? Sema nasi.